Taarifa zinaeleza kuwa timu kutoka Misri na kamati ya kimataifa ya Msalaba Mwekundu yani ICRC zimeruhusiwa kutafuta miili ya marehemu waliotekwa nyara wakati wa mashambulizi ya Oktoba 7, Israeli imethibitisha. Serikali ya Israeli imesema timu hizo zimeruhusiwa kutafuta zaidi ya eneo la mstari wa njano ambalo linadhibitiwa na jeshi la ulinzi la Israeli yani IDF huko Gaza. Wakati huo huo, siku ya Jumapili, vyombo vya habari vya Israeli viliripoti kwamba wanachama wa Hamas pia wameruhusiwa kuingia katika eneo linalodhibitiwa na IDF la Gaza kusaidia msako huo pamoja na timu za Msalaba Mwekundu. Hamas imekabidhi miili ya mateka 15 kati ya 28 wa Israeli chini ya awamu ya kwanza ya makubaliano ya kusitisha mapigano yanayosimamiwa na Marekani. Kundi hilo linasema sasa linashirikiana na mamlaka za Misri. Donald Trump ameitaka Hamas kurejesha miili haraka au nchi nyingine zinazohusika katika mpango huu wa amani zitachukua hatua. Msemaji wa serikali alisema timu ya Misri imeruhusiwa kufanya kazi na timu ya Msalaba Mwekundu kutafuta miili hiyo na itatumia matrekta ya kuchimba na magari makubwa kutafuta miili zaidi ya mstari wa njano. Mstari wa njano unaashiria mpaka wa kaskazini, kusini na mashariki mwa Gaza, eneo ambalo Israeli ilijiondoa kama sehemu ya hatua ya kwanza ya makubaliano ya kusitisha mapigano. Baada ya zaidi ya miaka miwili ya mashambulizi ya makali ya Israeli, Umoja wa Mataifa unakadiria kuwa 84% ya eneo la Gaza ni kifusi. Hamas inasema inajitahidi kadri iwezavyo kupata miili ya mateka, lakini inakabiliwa na ugumu wa kuipata chini ya vifusi vya majengo yaliyoripuliwa na jeshi la Israeli huko Gaza.